ya zaidi. Tuko na Daktari Mbaruk Saifu, mratibu wa kifua kikuu Dar es Salaam. Tutazungumza naye kuhusu ugonjwa wa kifua kikuu na mambo mengine kama hayo. Ripoti zinaeleza mengi. Nilikuwa napita sehemu nikaona kumbe bado Tanzania yapo tuna mapambano makubwa yamefanyika, lakini bado inatajwa ni ipo kwenye zile nchi 30 zenye maambukizi duniani ambazo zinashika shirika la afya duniani inaeleza kwamba Tanzania kwa 30 duniani, sio Afrika, duniani. Tanzania ipo nchi ambazo zinaongoza kwa maambukizi. Kwa hiyo bado tuna safari kubwa ya kufanya. Tukianzia hapa pengine mapambano yamefanyika makubwa, yani angalau si kama zamani TB ilikuwa inaonekana ni kurogwa na mambo mengine kama haya. Nini kingine tunatakiwa kufanya sasa? Mapambano yamefanyika kwa kiasi kikubwa na hatua tumepiga kwa kiasi kikubwa, lakini bado tuko mbali. Ni wataalamu mnaona 30 mbaya maana sio bora, si nafasi nzuri. Nini kingine tunatakiwa kuongezea nguvu? Asante. Kama kauli mbiu ya mwaka huu inavyosema kwamba kwa pamoja tunaweza kutokomeza kifua kikuu. Azimia, wekeza na tekeleza. Kwa hiyo kauli mbiu hii ya mwaka huu 2025 inachagiza ushiriki wa pamoja wa mtu mmoja mmoja, lakini jamii, lakini pia wadau wa maendeleo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapofika mwaka 2030 basi kweli tumeweza kutokomeza kifua kikuu, kwa sababu malengo yetu ni kifika mwaka 2030 basi tusiwe tena na maambukizi mapya ya ugonjwa huu wa kifua kikuu au TB. Kwa sasa takwimu zinasemaje hapa nchini? Hali yetu ikoje sisi wenyewe tukiachana na hizo takwimu ambazo tunasimuliwa kutoka nje? Takwimu zinaonyesha kwamba tunakwenda vizuri kwa sasa. Tulitegemea kuweza kuwaibua asilimia 100 ya wagonjwa wa kifua kikuu, kwa sababu tunafanya kazi kwa malengo. Sasa kwa mwaka 2023 takwimu ambazo ziko tayari zimekamilika na shirika la afya duniani tayari wameshazitoa ni kwamba tumefikia asilimia 74, kwa maana kwamba tuna mapungufu ya tumefikia asilimia 84. Kwa tuna mapungufu ya asilimia kama 16 ya wagonjwa ambao tulitegemewa kuweza kuwaibua. Kwa hiyo utakuta kwamba jitihada zinafanyika, na tukiweza kwenda vizuri ni kwamba 2030 kweli tunaweza tukafikia hayo malengo, lakini ni pamoja na kushiriki kwa pamoja kama kauli mbiu inavyosema, kila mmoja kwa nafasi yake kuweza kushiriki na kuweza kutokomeza. Ninafahamu ziko zamani mimi mwenyewe nilikuwa najua kifua kikuu ni ugonjwa wa kifua. Utaniathiri kifua, kupumua na mambo mengine kama haya. Lakini kadiri siku zinazozidi kwenda na kuja kuzisikia aina zingine za TB ya mifupa, TB ya ngozi. Ziko aina ngapi za TB? Na twende pole pole. Tukisema TB ya mifupa ikoje? Yenye ya ngozi ikoje? Ina tofauti gani na TB zile zingine tuko tunazifahamu? Tunaposema TB ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria, kwanza tuelewe, na sio virus. Unasababishwa na bakteria ambaye kitaalamu anaitwa Mycobacterium tuberculosis. Bakteria huyu huweza kusambaa kutoka kwa mgonjwa ambaye hajaanza matibabu kwenda kwa mtu mwingine ambaye atakuwa yuko karibu naye. Pale mgonjwa ambapo atakuwa amekohoa ama kupiga chafya au kucheka, basi huweza kurusha vile vimelea vya kifua kikuu kwenye hewa, na hivyo mtu ambaye atakuwa yuko karibu naye basi huweza kuvuta vile vimelea na kuingia katika mapafu yake. Sasa kwanza tukumbuke kwamba si kila ambaye anaambukizwa hivyo vimelea kwamba ataugua TB. Unaweza ukaambukizwa lakini ukaishi navyo kwa maisha yako yote bila kuugua, iwapo kinga yako itakuwa iko imara. Kwa hiyo kwenye swala zima la TB au kifua kikuu, kinga yako ya mwili ni kitu ambacho ni muhimu sana. Kinga yako ikiwa dhaifu unaweza kuambukizwa na ukaugua mapema, lakini kinga yako inapokuwa imetetereka basi unaweza
yani kinga yako inapokuwa imara unaweza ukaishi muda mrefu bila kuugua. Sasa tukija kwenye aina ziko aina mbili kubwa. Kuna TB ya mapafu. Hii ni TB ambayo inashambulia lile pafu lenyewe. Lakini kuna TB ya nje ya mapafu. Okay. Sasa hii TB ya nje ya mapafu zimejigawanya tena katika makundi mengi. Ndio hapo sasa unasikia kuna TB ya mifupa, na maana mfupa uko nje ya mapafu. TB ya ngozi iko nje ya mapafu. TB ya matezi yako nje ya mapafu. TB ya uti wa mgongo, na TB ya ubongo wenyewe. TB ya ubongo pia? TB ya via vya uzazi, TB ya njia haja ndogo, TB ya tumbo, yani ziko nyingi sasa katika hilo kundi la TB ambazo ziko nje ya mapafu. Sasa hii TB ya ngozi kama ulivyosema, ta present vipi? Dalili za TB kwanza kwa ujumla ni pamoja na kukohoa kwa wiki 2 au zaidi, kutokwa na jasho kuliko kwa kawaida hasa wakati wa usiku, lakini kuwa na homa hasa wakati wa jioni. Ndiyo. Na kupungua uzito. Sasa huyu ambaye ana TB ambayo iko nje ya mapafu anaweza kuwa na dalili hizo nilizozitaja, isipokuwa inawezekana asiwe na kohoa kwa sababu kiungo kilichoshambuliwa ni nje ya mapafu. Kwa maana bakteria wakifika pale kwenye mapafu watasafiri na kwenda kwenye kiungo ambacho watapenda kuishi hapo na kufanya maambukizi au kuleta ugonjwa. Kwa hiyo huyu inawezekana asiwe na dalili ya kukohoa. Sasa dalili za huyu mwenye TB labda ya matezi na kuaje? Atakuwa na homa, atakuwa amepungua uzito, atatokwa na jasho kuliko kwa kawaida hasa wakati wa usiku, lakini na matezi katika sehemu mbalimbali za mwili yatakuwa pia yamevimba. Sasa huyu ambaye labda atakuwa na TB ya mifupa ni kwamba atakuwa na hizo dalili, lakini pia na ule mfupa ulioathirika utaonekana kwamba una uvimbe kwenye huo mfupa. Huyu mwenye TB ya ngozi atakuwa na dalili za homa, kupungua uzito, kutokwa na jasho sana, lakini pia utakuta ana kidonda ambacho hakisikii matibabu ya kawaida. Sasa tukibaini kwa kuchukua sampuli hapo kwenye kidonda, tukapeleka kwenye maabara na tukagundua kuna bakteria wa TB ambaye nimemtaja, Mycobacterium tuberculosis, basi tutamwanzishia matibabu, na tukimwanzishia matibabu ni kwamba atapona kwa sababu tayari yule bakteria ameweza kushambuliwa na ile dawa ambayo ni maalum kwa ajili yake. Yeah. Umetaja TB kwenye njia ya mkojo? Yes. Au nimesikia vibaya? Yani kweli kabisa. Watu wengi nimekuwa nimeisikiliza vizuri kwa sababu watu wengi wanafahamu kwenye njia ya mkojo ni UTI. Yeah, ni kweli. Magonjwa ya watu wa wapi na wapi mnajua wenyewe mnataja huko Dar es Salaam baadhi ya maeneo. Inakuaje hii? Watu wengi wanapata matatizo ya UTI. Unakuta mtu anakwenda hospitali, anapata vipimo, anachunguzwa, anaambiwa kwamba una UTI, anatibiwa, anakwenda tena kujichunguza kuona maendeleo yake, anaambiwa bado UTI ipo. Sasa hii inawezekana kwamba anatibiwa UTI kwa sababu UTI maana yake ni urinary tract infection. Yani ni kifupi tu cha maneno ya urinary tract infection, yani ni infection au maambukizi katika njia ya mkojo. Sasa maambukizi ya njia ya mkojo yanaweza kusababishwa na vitu vingi, inawezekana bakteria, inawezekana ni fungus, inawezekana ni viral infection. Kwa hiyo na hao bakteria tena wamegawanywa katika makundi mbalimbali. Na kama haujatibiwa kutokana na bakteria ambayo uko naye kwa dawa ambayo inaweza kumuua, basi ina maana hauwezi kupona. Kwa hiyo tunapoona kwamba unakuwa na tatizo la UTI, basi hebu mueleze daktari vizuri ili aweze kubaini. Inawezekana wewe uliishi na mgonjwa wa TB, ukavuta vimelea, ukawa unaishi navyo, lakini baadaye kwa kipindi hicho ikawa kinga yako iko imara, ukawa haujaugua TB, lakini kinga inapokuwa imetetereka, sasa ndio vimelea vile vinaweza kusafiri. Na mara nyingi watu ambao wanaugua TB za nje ya mapafu ni watu ambao kinga zao za mwili ziko chini. Okay. Yeah. Ila haimaanishi kwamba mtu ambaye kinga zake ziko juu kwamba hawezi kuugua TB ya nje ya mapafu. Kwa hiyo daktari ukimweleza vizuri, na yeye anakuwa na uwanja mpana kuweza kufikiria na kuona labda inawezekana ikawa ni TB ya njia ya mkojo, basi tuweze kufanya vipimo
kwa ajili ya bakteria huyu wa TB hususan. Kwa hivyo inakuwa kitaalamu unaitwa una TB ya UTI, una UTI ya TB. Yani una TB ya njia ya mkojo. Yani inaweza kashambulia figo. Ndio UTI. Kwa hiyo inakuwa yani huyo sasa anayesababisha UTI yako ina maana ni bakteria wa TB. Kwa hiyo UTI yako ni TB inaweza kuwa. Yes, inaweza kuwa imesababishwa na bakteria wa TB. Yes. Haya, ndio mtaalamu Daktari Mbaruku akiendelea kutuelewesha kuhusu ugonjwa wa kifua kikuu na namna ambavyo tusijifungie boksi tu. Ndio maana nilikwambia kama unadhani unaelewa kila kitu, sikiliza bado sana, na elimu hii ndio hapa tunaipata kwa pamoja. Kama ulikuwa una maswali na wewe pia unaweza kushirikiana na sisi kupitia 0683802966. Lakini yako mapambano mengine yanafanyika Dr. Mbaruku. Miaka ya nyuma ilikuwa nilisema pale watu walikuwa wanaamini kwenye imani potofu na mambo mengine kama hayo. Bado mnaendelea kutoa elimu. Sio kwa kiasi kikubwa watu wanaelewa, pengine wengi tu hata sasa hivi tulivyozungumza kuhusu TB hii na mgawanyiko wake wengine tu wameelewa sasa hivi. Mkienda kutoa elimu kule, changamoto mnaelewa mnakutana nazo wananchi wapi hatuelewi zaidi kuhusu TB? Wengi kama ulivyosema wanakuwa bado wanadhana potofu ya kwamba TB labda ni ugonjwa wa kulogwa. Wengine wanahisi kwamba TB ni ugonjwa wa kurithi. Lakini wengine wanaamini kwamba ukiwa na TB basi tayari wewe umeambukizwa virusi vya ukimwi. Hizi ni baadhi ya dhana potofu ambavyo tunakutana nazo, na inakuwa kuweza kumconvince mtu hadi kuelewa kidogo inabidi ufanye kazi. Lakini kiukweli ni kwamba TB si ugonjwa wa kulogwa wala si ugonjwa wa kurithi. Kwa sababu kama tulivyoona unasababishwa na bakteria ambaye tumemtaja, Mycobacterium tuberculosis, pale mgonjwa ambaye hajaanza matibabu anapokohoa au kupiga chafya. Lakini tumesema pia mgonjwa anaweza kumwambukiza mtu kifua kikuu au TB, lakini yule aliyoambukizwa akaweza kuishi navyo vile vimelea kwa muda mrefu bila kuugua. Sasa hapa ndio watu huwa wanachanganya. Unaweza kuambukizwa leo kaja kuugua baada ya miaka 30 au 40. Kwa sasa inawezekana babu ana TB nyumbani, lakini anaishi na mjukuu wake. Kwa mjukuu wake leo ni mdogo, labda na miaka 5, 6 au 7 au chini ya hapo, lakini akaja kuugua yule mtoto baada ya miaka 30 au 40. Lakini kumbuka inawezekana alikuwa anaishi na vile vimelea alivyoambukizwa na babu yake, lakini kwa sababu kinga yake iko imara bado havijaweza kuzaliana na kutengeneza ugonjwa. Sasa mwingine atasema kwamba ugonjwa huu ni wa kurithi kwa sababu huyu mtoto babu yake aliwahi kuugua TB na inawezekana kipindi hicho huyo babu alishafariki. Kwa hiyo watu wakafananisha TB ambayo ameugua leo mtoto, lakini babu miaka 30 iliyopita alikuwa na TB. Umeona Kwa hiyo hii watu wanaweza kuifananisha hivyo, lakini kumbe alikuwa anaishi na yale maambukizi, lakini kwa sababu kinga yake ilikuwa imara hakuweza kuugua kwa kipindi hicho. Na kwenye masuala ya kulogwa ndio hivyo, watu unajua mnasema huyu ameogezewa kupata TB, lakini hii sio TB, na si kweli, hakuna kitu kama hicho. TB ni TB na bakteria tukimuona ndio yeye, mgonjwa anatakiwa kuanza matibabu. Na TB ni ugonjwa ambao ni wa miaka mingi. Huu ugonjwa uligundulika tangu mwaka 1882 na mtaalam Dr. Robert Koch ambaye ni Mjerumani. Huyu aliweza kugundua huyu bakteria kwenye maabara. Kwa sasa utakuta mwaka 2025 tuna mwaka 143. Kwa hiyo hizi tunaposema maadhimisho yani sasa mwaka 143 tangu bakteria waweze kugunduliwa. Na nia ya haya maadhimisho sio kwamba tunasherehekea, lakini ni kuelimisha jamii kuhusu TB, na waweze kuelewa na kuweza kuichagiza jamii na mapambano ya pamoja ili kuweza kutokomeza.
Dr. Mbaruk, magonjwa haya waga takwimu zake leo zinaeleza. Kwa mfano utaambiwa kwa mwaka huu maambukizi kwa wanawake ni makubwa kuliko wanaume. Kwa upande wa TB, ipi inaathirika zaidi? TB inaathiri zaidi wanaume kuliko wanawake. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu wanaume ndio mara nyingi ndio wanatoka na kwenda kuhangaika kutafuta ule mkate wa kila siku. Sasa katika kutoka huku ndio wanakutana na masuala mengi. Waweza kutana na mtu ambaye ameambukizwa naye akamwambukiza, na hivyo kuleta ugonjwa nyumbani au kuweza kuambukiza wengine. Utakuta kina mama mara nyingi wanakuwa wako nyumbani pamoja na kwamba wanatoka, lakini ukilinganisha na wanaume wako zaidi. Isipokuwa kina mama wenyewe wako na changamoto ya kuweza kufikia zile huduma. Utakuta mama anaumwa, lakini kwenda hospitali mpaka apate ruhusa ya mume wake. Labda atahitaji kutumia chombo cha usafiri ambacho labda kwa wakati huo na kwa jinsia yake labda inakuwa ngumu kuweza kukitumia, kwa mfano hata baskeli au pikipiki. Hivyo mpaka asubiri sana, na katika ile kusubiri sana unapokuwa na ugonjwa ni kwamba unafanya ule ugonjwa unakuwa unakushambulia zaidi, na hivyo kuweza kupata madhara makubwa. Lakini kitakwimu wanaume ni wengi wanaougua ugonjwa huu wa kifua kikuu kuliko wanawake. Miongoni mwa kundi lilikuwa linatajwa linaathirika zaidi, liko hatarini zaidi, ni pamoja na watu wa migodini, wachimbaji. Mmoja kati ya wasimuliaji wa taarifa hii, habari hii, akawa anasema vumbi na shughuli wanazozifanya pengine ni kichocheo cha wao kuwa hatarini kupata magonjwa hayo. Wanaingia kwenye mashimo lundo 10 na wako hatarini kiasi gani watu ambao wanafanya shughuli kama hizo, hasa za uchimbaji wa madini? Ni kweli kabisa. Katika makundi ambayo kwenye hatari ya kuugua TB ni pamoja na wachimbaji wadogo. Wachimbaji wadogo mara nyingi unakuta hata zile protective gears, yani au zile nyenzo za kuweza kujikinga zinakuwa ni dhaifu. Na kule kwenye machimbo kuna vumbi ambalo tunaliita silica dust. Ni vumbi ambalo ni jembamba sana, unaweza hata usilione kwa macho, lakini ukiona vifaa unaweza kuona kwamba hili vumbi ni jingi na ukilivuta lile vumbi linakwenda kushambulia pafu lako. Kwa sasa unakuta wale mara nyingi wanapata ugonjwa unaitwa silicosis. Ugonjwa wa silicosis ni ugonjwa ambao unalishambulia pafu. Na linakuwa na hali mbaya, na hivyo inakuwa unakuwa uko kwenye hatari ya kuambukizwa, kwa sababu kile pafu lako tayari limeshakuwa na hali mbaya ya ugonjwa ule wa silicosis. Kwa hiyo anapoingia na bakteria wa TB tena pale, basi inakuwa hali inazidi kuwa mbaya. Alafu kama hivyo unavyosema, inakuwa kuna merundikano ya wachimbaji wengi, lakini na watu mbalimbali wanaokwenda kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kuchimba au za biashara. Kwa hiyo anapokuwa ameugua mmoja, basi ni rahisi kuambukiza wengi. Na tumeona kwamba mgonjwa mmoja ambaye hajaanza matibabu anaweza kuambukiza watu 15 hadi 20 kwa mwaka. Kwa mwaka mmoja. Yes, kwa hiyo sasa pale ukiwa nao wagonjwa 10 na kila mmoja akaambukiza kwake 15, sasa baada ya mwaka mmoja wanakuwa ni wagonjwa wengi sana. Haya, tukumbushe tena, tulizungumza kuhusu dalili na mambo mengine kama hayo. Tukumbushe, nafahamu elimu tumetoa sana. Nawezaje kumsaidia mgonjwa? Wengi huwa wanakimbia ndoa, wanaona shughuli itakuwa ngumu, kifua kikuu kinaambukiza. Mtu ukiwa na ndugu yako tayari amepata maradhi ya kifua kikuu, unamsaidiaje? Jinsi ya kuishi naye? Jambo zuri sana, ni swala zuri sana ulisema. Pale unapokuwa na mgonjwa, kitu cha kwanza unatakiwa uweze kumpa moyo kwamba ugonjwa huu unatibika na kupona, na uweze kuonyesha upendo. Unapoonyesha upendo kwake, basi na yeye atakuwa ni mfuasi mzuri wa dawa, na atajiona kwamba ni sehemu ya familia na sio mtu ambaye ametengwa. Zamani ilikuwa wagonjwa wa TB wanatengwa. Kuanzia mahospitali kulikuwa na wodi maalum za wagonjwa wa TB. Lakini baadaye ikaonekana kwamba kumtenga mgonjwa ni kumnyanyapaa. Lakini tukumbuke kwamba mgonjwa akianza tiba, uwezekano wa kumwambukiza mtu mwingine unakuwa ni mdogo au hakuna. Kwa hiyo haina haja kumtenga. Tumuonyeshe upendo, aweze kuwa mfuasi mzuri wa dawa,
lakini tumpe support kwa yale mahitaji yake ambayo atakuwa anayahitaji. Kwa hiyo ni kumsimamia kumeza dawa vizuri, aweze kupona na kuzuia maambukizi kwenu, lakini pia na kuzuia madhara ambayo yanaweza kuwa ni hatarishi kwa afya yake pale ambapo hatotumia dawa vizuri. Lakini tukumbuke pia tusipomsimamia dawa vizuri au kumsisitiza kumeza dawa vizuri, ni kwamba anaweza kupata TB ambayo ni sugu, ambayo haisikii matibabu haya ya kawaida, ambayo ni hatari zaidi, lakini pia ni gharama kwa nchi kuweza kutibu. Mgonjwa mmoja anaweza kufikia mpaka milioni 64 mwenye kifua kikuu sugu. Kwa hiyo kwa mwaka hiyo, yani kwa mgonjwa mmoja mwenye kifua kikuu sugu mpaka kupona inaweza kufikia milioni 64. Sasa tukiwa nao wagonjwa 300 au 500 ni hatari. Kwa hiyo nini cha kufanya ni kuhakikisha tunamsimamia dawa vizuri, aweze kupona bila kupata ugonjwa wa kifua kikuu sugu. Wengi wao wanasema wanaacha dawa kwa sababu ya side effects, kwamba dawa zile zinatengenezaga usugu na mambo mengine. Sasa wanasema huko mtaani, kuna ukweli kiasi gani na changamoto hizo kweli zipo kwa watu wanaotumia dawa hizi za kifua kikuu? Pengine zimekuwa zikisababisha wengine kutamani kuanza kutumia dozi. Asante, swali zuri. Dawa za kifua kikuu kwa kweli ni salama, na kama zina madhara ni madogo, na ndio maana hata mama ambaye ni mjamzito, ambaye ana ujauzito na mtoto ambaye yuko tumboni, lakini mtoto mdogo au mtoto mchanga ambaye amezaliwa amegundulika na TB, tunampa dawa na dawa zinakuwa ni salama. Maudhi madogo madogo ya dawa yanakuwepo. Hata unapomeza Panado na yenyewe na maudhi yake, utapata tumbo litakuwa na kukoroga labda kama hivyo, lakini wakati mwingine unaweza kuwashwa hata kwa kumeza Panado. Kwa maudhi madogo madogo ya dawa yapo, lakini kwa dawa za TB na sasa hivi zimeboreshwa zaidi. Zamani ilikuwa ukiugua TB unaweza kumeza vidonge hadi 11 kwa wakati mmoja. Lakini sasa hivi tuna fixed dose combination. Ni kidonge kimoja lakini kina mchanganyiko wa dawa tofauti. Hivyo inapunguza ule mzigo wa mgonjwa kuona kwamba anameza dawa nyingi. Kwa hiyo kiukweli ni kwamba dawa ziko salama. Kama maudhi madogo madogo yanaweza kawa yapo, lakini sawa tu na dawa zingine, lakini hakuna hatari kubwa ya kutumia dawa za TB. Mkoa gani unaongoza hapa nchini kwa maambukizi ya kifua kikuu? Katika maambukizi ya TB mkoa wa Dar es Salaam unaongoza kwa kuwa na wagonjwa wengi wa TB, ambapo takwimu zinaonyesha ni takriban 18% ya wagonjwa wote wa kifua kikuu nchini wanatoka mkoa wa Dar es Salaam. Lakini mwingine atajiuliza kwa nini? Dar es Salaam tunaona kwamba kwanza ni mji wa biashara. Watu wengi wanatoka maeneo mbalimbali nje na ndani ya nchi kuja kufanya biashara Dar es Salaam. Na hivyo msongamano katika maeneo mbalimbali, kwenye vyombo vya usafiri, kwenye maeneo ya biashara na hata kwenye maeneo ya kuishi. Unakuta vijana 15 wanaishi kwenye chumba kimoja. Mchana wako mtaani wanafanya shughuli, usiku wanalala kwenye chumba kimoja, kupunguza yale ukali wa maisha. Sasa anapougua mmoja wapo ni dhahiri anaweza kuambukiza wengine. Lakini pia Dar es Salaam ni mkoa ambao una vituo vingi vya kutolea huduma za afya vya binafsi na vya serikali, lakini kutokana na hilo kuna nyenzo nyingi za kufanya uchunguzi. Kwa hiyo mtu anaweza kutoka mkoani akaja Dar es Salaam ili kuchunguzwa, na akichunguzwa akibainika, huyo atahesabika kwamba ni mgonjwa ambaye amebainika Dar es Salaam. Kwa hiyo unaweza kukuta takwimu zinaonyesha Dar es Salaam ni wagonjwa wengi, lakini inawezekana wengine wanatoka mikoani kuja kutafuta huduma. Mpaka sasa tunavyozungumza, nafahamu magonjwa mengine yamekuja mapya tu, yamepatiwa chanjo na vitu vingine kama hivyo, corona, mpox na nini. Magonjwa ya mlipuko. TB ina chanjo? TB ina chanjo, na chanjo hii huwa tunawapa watoto mara wanapozaliwa. Hii chanjo inatolewa kwenye bega la kulia la mtoto chini ya ngozi, na chanjo hii inaitwa BCG. Na hii chanjo hii imetokana na bakteria. Imetengenezwa kutokana na bakteria wa TB ambaye amepunguzwa nguvu, ili inapoingia kwenye mwili wako sasa iweze kubaini kwamba kuna kitu kama hiki na iweze kutengeneza kinga. Sasa hiyo kwa watoto. Kwa hiyo mimi naweza kwenda kuchoma? Hapana, wewe huwezi kwenda kuchoma, kwa sababu tunaamini kwamba kama nilivyosema awali,
wewe utakuwa ushakutana na wagonjwa wengi wa TB, kwa hiyo tayari wameshaingia kwenye mwili wako na tayari imeshatengeneza kinga mwilini. Kwa hiyo una kinga yako ambayo tunasema ni natural immunity. Sasa tunachofanya kwenye yale makundi ambayo ni hatarishi, tumeanza sasa hivi watoto chini ya miaka 5 ambao wanaishi na mgonjwa mwenye TB iliyopatikana kwa njia ya makohozi, lakini na hawa wagonjwa wetu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Haya ni makundi ambayo hatuwapi chanjo, lakini tunawapa tiba kinga. Yani tunawapa dawa ambayo iwapo tayari yeye ana maambukizi kwenye mwili wake, basi vile vimelea ambavyo viko dormant, vimelala, havimuathiri, lakini tuviteketeze kabisa ili kuzuia hata hapo baadaye kinga itakaposhuka visiweze kuamka. Kwa hiyo tunatoa tiba kinga kwa makundi mawili sasa hivi, lakini nchi kama nchi iko kwenye hatua za kuongeza makundi mengine ambayo ni hatarishi, lakini tunakwenda hatua kwa hatua. Yeah. Haya, ni saa 1:57. Tumezungumza sana kuhusu ugonjwa wa kifua kikuu. Nimekuona Boka kutoka Tandale. Haya, anauliza hivi, daktari, TB ya ngozi haionyeshi mabadiliko juu ya ngozi? Kama nilivyosema kwamba TB ya ngozi, mgonjwa atakuwa na dalili zile za TB ambazo ni homa, kupungua uzito, kutoka na jasho sana hasa wakati wa usiku, na hili jasho linakuwa ni jasho la ukweli, hata kama ni wakati wa baridi unakuta una jasho na hata shuka zinaweza kuloa. Lakini cha ziada unakuwa na kidonda kwenye ngozi, na hichi kidonda inawezekana unakwenda hospitali, unafungwa dawa, unapewa dawa za kumeza, lakini kwa sababu hujapewa dawa za TB na kidonda kile kimetokana na bakteria ya TB, hakiwezi kupona. Kwa hiyo utakuwa na kidonda tu kama kidonda kingine, lakini hakiwezi kusikia dawa hadi pale utakapopata dawa za TB. Daktari Mbaruku, sisi tukiwa tunatamatisha, neno lako la mwisho sasa ni lipi kuzungumza na Watanzania wana Afrika Mashariki ambao wanatufuatilia? Watanzania na wana Afrika Mashariki popote walipo wanapotusikiliza, ni kwamba TB ipo, lakini inapona hata kama una magonjwa mengine. Tuachana ile dhana potofu kwamba TB haiponi, hasa pale unapokuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Si kweli, TB inapona hata kama una maambukizi ya virusi vya ukimwi au magonjwa mengine. Kinachotakiwa ni kuongeza juhudi za pamoja za mtu mmoja, lakini jamii na wadau waweze kutusupport kuweza kufikia yale malengo yetu ya kutokomeza TB ifikapo mwaka 2030. Jamani, bila shaka tumekuwa na wakati mzuri sana wa kutulia vizuri kupata elimu, na Daktari Mbaruku ametupitisha vizuri. Tumejifunza mengi. Mimi nimechukua hili la UTI, nimeondoka nalo shwana. Utakuwa alipo ambalo umejifunza lilikuwa jipya kichwani mwako, lakini mambo ndivyo yalivyo. Tumezungumza kwa upana na mgeni wetu Daktari Mbaruku Seif, mratibu wa kifua kikuu Dar es Salaam. Sawa, asante sana daktari kwa kuja. Tunashukuru sana kwa elimu. Usisite wakati mwingine tena tukikualika. Asante sana. Tukirudi Abel atakuwepo hapa kwa ajili ya news update. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa